Nami kama nilivyokudokezea hapo awali, tunaanzia kuzamia mazungumzo hii leo katika sehemu ya mazungumzo kwenye taarifa za yanayojiri leo, tukiwa tunaangazia matokeo ya sikukuu ya Leba na matarajio yaliyokuwa nayo wafanyakazi. Wafanyakazi walikuwa na matarajio labda ya kuwepo kwa kauli za kuongezwa kwa mshahara kutoka kwa kiongozi wa taifa, swala ambalo wengi hulitarajia katika siku ya Leba, lakini hilo halikufanyika, na badala yake tukapata kuangaliwa upya kwa yale mapendekezo ya nyongeza za mshahara ambayo yalipendekezwa ama kuamrishwa kufanyika mwaka jana katika sikukuu ya Leba, mengi yakiwa yanadaiwa kutotekelezwa. Na nafikiri wahusika wakuu walikuwa wanatajwa wapo studioni, watakuwa wanajitetea na kutueleza zaidi iwapo wao wamekuwa wakirejesha nyuma juhudi hizo, na madai ambayo yamekuwa akiibuliwa siku hiyo ya Leba haswa yanawalenga vipi. Nimeungana na Geoffrey Maumo ambaye ni meneja wa mawasiliano katika shirikisho la waajiri humu nchini Kenya, yani FKE, ambayo ni Federation of Kenya Employers. Karibu sana Geoffrey. Asante sana. Naam, tukianzia matarajio ya wafanyakazi yanakuwa mara nyingi ni nyongeza ya mshahara. Sijui katika tukiangazia sikukuu ya Leba matarajio ya waajiri yanakuwa ni gani? Okay, sikukuu ya Leba matarajio ya waajiri nchini ni kujua kwamba tuna mandhari mema ya kufanya biashara katika nchi yetu, na tumeweza kukua sauti ya waajiri nchini, na tumeweza kusema yale mambo ambayo tunatarajia yatekelezwe na serikali ili tuwe na mandhari mema ya biashara. Na baadhi ya mambo hayo imekuwa kama mfumo wa kodi. Tumekuwa tunasisitiza kwamba ni dhahiri tuwe na mfumo ambao uko dhabiti na ambao waweza ambao haubadiliki kila wakati, ili wawekezaji waweze kuja katika nchi hii kuwekeza, na pia wanabiashara waweze kufanya biashara yao ili kupanua nafasi za kazi. So tulipokuwa tukienda katika Labor Day, of course tulitarajia kwamba tulikuwa na mapendekezo yetu ambayo tulitarajia kwamba tutapata nafasi ili tuweze pia kupeana mapendekezo, na nashukuru vyombo vya habari kwa sababu mapendekezo yetu yaliweza kusikika. Na matarajio Kenya wenyewe iko ni kwamba mishahara ambapo tunasema minimum wage, tunapoenda Labor Day tunayo matarajio kwamba minimum wage itatangazwa, na tulikuwa tunalaumiwa mwaka huu kwamba tumekuwa kizingiti katika kuimplement the minimum wages, lakini hiyo sio ukweli. Ukweli ni kwamba mwaka uliopita siku kuu ya Leba, Rais aliweza kutoa amri na akaamrisha Wizara ya Leba, wakati huo ilikuwa ni Florence Bore ndiye alikuwa waziri wa Leba, kwamba aweze kubuni jopo la kutathmini mishahara ili waweze kujadili the National Labor Board ili waweze kutathmini mishahara. Lakini tuliona kwamba ilichukua muda sana kubuni hilo jopo, hadi wakati ambapo waziri mpya alipochukua usukani, ili akaweza kutengeneza kuanzia mwezi wa 6. Jopo liliundwa mwezi wa 9, alafu kisha wakaketi, na hatukuwa na pingamizi. Tuko kwa pingamizi na ile 6% ambayo Rais alikuwa amependekeza, lakini sisi kama waajiri tulikuwa tunahimiza kwamba ni sharti all processes zifuatwe ili tuweze kukubaliana, kwa sababu mambo ya minimum wage sio declaration. Ni lazima tukubaliane kupitia kwa ile bodi ya mishahara ambayo inajumulisha washikadau wote, wakiwemo sisi waajiri, tukiwemo na KOTU, na ikiwemo na serikali. Yes. Naam,
Baadhi ya masala ambayo wafanyakazi waliyatarajia mwaka huu hawakuyapata. Na umetaja baadhi ya matarajio ambayo waajiri pia wanayo wanapoelekea katika sikukuu ya leba kila mwaka. Ni sawa kusema mwaka huu nafikiri kumekwenda nunge, waajiri hawakufurahi, wafanyikazi hawakufurahi, ama maoni yako ni gani ukitazama matokeo ya sikukuu hii? Okay, maoni yangu, hatukuwa na matarajio ya kuongeza minimum wage, kwa sababu ukiangalia hata circular ambayo imetolewa na Wizara ya Fedha imepeana kiwango kwamba minimum wage ni lazima isiongezwe chini ya miezi 12. Na minimum wage ilitekelezwa tarehe 1 Novemba. Na ni lazima niseme kwamba minimum wage ilipokuwa gazetted, in October, tuliweza kuambia waajiri na tuliweza kuwashauri waajiri kwamba waweze kutekeleza nyongeza hiyo, na hiyo utekelezaji ulifanyika tarehe 1 Novemba. Inamaanisha kwamba hii mwaka hatukutarajia kwamba kutakuweko ongezeko la mishahara. Na hizo tetesi ambazo zinatolewa kwa shirika la waajiri nchini sio kweli, kwa sababu sisi tulikubaliana na hiyo 6% na tuliweza kuelezea waajiri kwamba waweze kutekeleza, na sisi tuliunga mkono. The only thing ni kwamba tulikuwa tunataka zile processes zifuatwe. Yes. Tukiangazia suala la mikataba ambayo imekuwa ikijumuisha baadhi ya sheria na mwongozo ambao unafaa kufuatwa katika mazingira ya kazi. Kuna mikataba miwili ambayo imetajwa kuwa bado na utata katika utekelezaji kwa upande wenu kama waajiri, ikiwa ni ule mkataba wa C190 na ule mkataba wa C189. Mkataba wa C190 unazungumzia masala ya kuondoa ubaguaji kazini na labda kuoneana katika mazingira ya kazi na kutengeneza mazingira ya kazi ambayo ni huru kufanyia kazi kwa mtu yote ambaye atakuwa anafanya kazi katika mazingira yale, ikiwa ni mfanyakazi. Maoni yako ni yapi katika utekelezaji wa mkataba huo katika upande wa waajiri, ukiwa unawasiliana moja kwa moja na waajiri? Okay, ningependa kusema kwamba waajiri tunaunga mkono utekelezaji wa hizo mikataba miwili, na mkurugenzi wetu mkuu Jacqueline Mugo kule Geneva, yeye ndio alikuwa mwenyekiti wakati wa huo mchakato, aliyekuwa akiwakilisha waajiri, na tunakubaliana kwamba ni sharti hiyo mikataba miwili iidhinishwe, na hatujakuwa kizingiti kwa kuidhinisha hiyo mikataba. Msimamo ambao tumechukua kama shirika la waajiri nchini ni kwamba wacha zile all processes zifuatwe, kwa sababu ukiangalia katika dunia nzima wakati huu ni nchi 38 ambazo zimeidhinisha mikataba hizo, lakini kati ya hizo nchi 38 ni nchi 25 peke yake ambazo zinatekeleza. Kwa nini hizo zingine 13 hazitekelezi? Ni kwa sababu ziliidhinisha lakini hazikufuata zile sheria zote. Na tunaposema kufuata sheria tunamaanisha nini? Hizo processes. Kuna mambo ya kuna mambo ya kuhusisha kuna mambo ya kuhusisha umma, na pia kwa sababu kuna hizo processes ambapo inatakana tufanye what called domestication of those convention. Inatakana tuzifanye ili ziweze kuwa domesticated. Na naweza sema kwamba hata siku kuu ya leba uliona kwamba rais aliweza kuamrisha waziri wa leba kwamba hakikisha ya kwamba tunapokutana katika hiyo leba nyingine iwe kwamba tumeweza kufanya kila kitu kuidhinisha. Sasa sio ukiangalia zile processes, inafaa tufanye public participation, inafaa ipelekwe katika wabunge wajadili, iidhinishwe na baraza la mawaziri, ikuwe registered under treaties. Sasa ukiona hizo processes zote, hakuna mahali ambapo utasema kwamba waajiri wamekuwa kizingiti katika kuidhinisha mkataba huo. Lakini sisi tunaunga mkono
na tunataka, tumekuwa tukiambia wanachama wetu kwamba mambo ya mazingira kazini yaimarishwe, mambo ya domestic, kwa sababu labor migration imekuwa kitu kubwa sana. C189 itakapoidhinishwa itasaidia pakubwa kwa wale madada zetu ambao wanafanya kazi uraibuni. Sasa sisi tunaunga mkono. Yes. Nafasi yenu kama shirikisho la waajiri nchini ni ipi katika kuhakikisha mchakato huu unakwenda kwenye hatua ya pili katika masuala ya kuidhinisha? Kwa sababu umetaja kwamba lazima kuwe na kukusanya maoni ya umma na kisha kuidhinishwa rasmi kupitia vipengee vya bunge na masuala kama hayo. Nafasi yenu inakuwa ni gani na mmefikia kiwango gani katika kuhakikisha upande wenu mmetekeleza yale ambayo ni majukumu yenu katika mchakato mzima? Okay, kumbuka katika sekta ya labor tunafanya kazi kwa hayo makubaliano ya kijamii, the social dialogue. Ni lazima tuhusishwe kama waajiri, kama serikali na kama wafanyikazi. Katika michakato zote sisi kama waajiri tungependa tuwe na hayo mandhari mema ya kufanya kazi ambapo hakuna unyanyasaji. Na mkurugenzi wangu Jacqueline Mugo ni rais wa shirika duniani la waajiri IOE, na pia tunawakilisha waajiri katika ILO, shirika la labor duniani. Sasa na haya mazungumzo hufanyika kule. Sasa tunapo role yetu pale ni kuhakikisha kwamba hata tunapokuwa katika huo mchakato all the matakwa yote ya waajiri na wafanyikazi inazingatiwa. Na ningependa kutaja kwamba sisi kama shirika la waajiri nchini tuko na uhusiano wema na various unions, vile vyama vya wafanyikazi, kwa sababu huwa tunafanya yale makubaliano ya kikazi, the CBA negotiation. Na unakuta kwamba mashirika ya wafanyikazi wametuamini sisi kukua arbiters na kunegotiate hizo deal. Sasa sisi na pale ndipo unaona kwamba tumetilia mkazo kwamba lazima all processes zifuatwe ili kuweza kuidhinisha the two convention, kwa sababu process zisipofuatwa itaidhinishwa lakini haitaweza kutekelezwa. Bila shaka. Hali ipoje sasa hivi katika masuala ya uajiri katika taifa la Kenya, ukiangazia kwamba tukiangalia uchumi kwa juu tunaona kwamba Wakenya wengi wanasema kwamba mambo ni magumu. Kwa upande wenu kama waajiri, mazingira ya kufanya biashara na hususan ya kutengeneza hizi nafasi za ajira ambazo Wakenya wengi wanazihitaji yapoje? Okay, sisi kama waajiri nchini tumekuwa tukisihi serikali iweze kuhakikisha kwamba tuko na mazingira mazuri ya kufanya biashara ili tuweze kupanua nafasi za kazi. Lakini kwa ukweli mandhari ya biashara sio vyema vile tunaweza tarajia kama waajiri. Kuna kampuni mingi ambazo na biashara mingi ambapo bado ziko katika hiyo hali ya shida inapokuja katika mambo ya biashara. Tukiangalia mambo ya ushuru, utozaji wa ushuru, tukiangalia mambo ya kama uwekezaji katika nchi hii, tumekuwa na ripoti tofauti. Kuna ripoti inaitwa World Citizen Report ambayo iliweza kuorodhesha majirani wetu kama Uganda, Tanzania na Burundi, na Uganda na Tanzania, kwamba wawekezaji wengi ni heri waekeze kule Tanzania, ni heri waekeze Uganda, kwa sababu ya processes mingi ambazo ziko katika nchi yetu ya ku maintain the business. So generally hali ya biashara bado ni ngumu. Yes. Na kama ulivyotaja zile dhana za kwamba wawekezaji huenda walikuwa wanahisi ni rahisi kufanya biashara katika mataifa jirani. Ni kweli kwamba baadhi ya waajiri waliamua kuchukua uamuzi huo, na hali imekuaje
kama kuna baadhi ya waajiri ambao wamechukua hatua hizo katika masuala ya nafasi za ajira na ukosefu wa ajira katika hususan taifa la Kenya. Tunapozingatia ripoti ambazo tulizitoa mwanzo wa mwaka huu, tuliona kwamba kulikuwako hali ya kibiashara katika nchi ililazimisha waajiri wengine waweze kupunguza wafanyikazi, ashiria kwamba hali ilikuwa ngumu. Na hata mwaka uliopita tuliweza kufanya utafiti kuhusiana na the business environment hapa nchini Kenya, na asilimia kubwa ya waajiri walisema kwamba hali ya kibiashara haikuwa nzuri, na ya asilimia ilikuwa asilimia 65 walisema kwamba hali ya biashara haikuwa nzuri, lakini kulikuwa ila asilimia ndogo ya 17 ambao waliweza kusema kwamba hali ya biashara iko nzuri. So ukiona utafiti kama huo unaonyesha mambo ambayo sisi kama shirika la waajiri nchini tumekuwa tunasema kwamba hali ya kibiashara haijakuwa nzuri. Yes. Waajiri wa kitaifa na wale wa kimataifa, tofauti inakuwa ni gani katika masuala labda kuwasawazisha mishahara, katika masuala ya kuhakikisha kwamba kuna mazingira mazuri ya kufanya kazi? Kwa sababu kuna baadhi wanahisi kwamba unapokuwa unafanyia kazi mwajiri ambaye si wa humu nchini, kuna baadhi labda ya sheria ambazo hazitiliwi mkazo ama hazitiliwi maanani. Maoni yako ni yapi katika kuweka mizani kwenye masuala ya kutengeneza mazingira mazuri ya kufanya kazi ukilinganisha waajiri ambao ni wa humu nchini na wale wa kimataifa? Tumekuwa tukijadili mambo ya the convention, ILO convention. Shirika la leba nchini ILO liko na zile vipengele ambavyo vinatakana viwe vimeratibiwa na nchi ili viweke the level playing field kwa kila, whether hapa Kenya, whether in Europe, whether in Africa. So Kenya iko na sheria, iko na zile sheria ambazo zinalinda wafanyikazi, ambazo zinalinda pia waajiri, na jambo kubwa, mambo ya sheria tuko sawa, lakini utekelezaji ndio imekuwa changamoto kubwa, ambapo tukifuata sheria, kwa mfano vile the minimum wage ilitangazwa, tunapo implement, inamaanisha kwamba tutakuwa kwa kile kiwango ambacho tunaona kwamba hiki ni kiwango ambacho kiko fair. Sasa hata unapoenda katika kule nje, kumbuka Bi Jacqueline Mugo pia niliposema ni rais wa shirika la waajiri duniani IOE, na anawakilisha waajiri duniani, na pale katika IOE pia tuko na zile sheria ambazo tunajua kwamba ambazo zinalinda waajiri na wafanyikazi, kuhakikisha kwamba kwa kazi zetu zote tunakuwa na good business environment, tuna observe ethical practices, na tunahakikisha kwamba wafanyikazi hawajanyanyaswa. And the same time biashara zinanawiri. Yes. Shughuli ya ufuatiliaji katika kuhakikisha kwamba baadhi ya sheria hizi, mbali na kwamba utekelezaji ndio inakuwa ni changamoto, ufuatiliaji, anayeshika ile kengele ya ufuatiliaji anakuwa ni miungano ya wafanyakazi ama mnashirikiana katika kuhakikisha haya yanatekelezwa? Kwa sababu tunajua kuna baadhi ya sheria labda pia za watu walio na ulemavu na majengo yanavyofaa kuwa, ambao pia ni miongoni mwa masuala ambayo tumeona wengi wakilalamika kwamba asilimia kubwa ya majengo katika miji mikuu hayatekelezi vile vigezo ambavyo vimewekwa pia kuhakikisha watu walio na ulemavu wanaweza kuingia mule, na iwapo ni kufanya kazi, iwapo ni kupata huduma na masuala mengine kama hayo. Sheria kama hizo, bali na kwamba utekelezaji unahusisha idara kadha wa kadha, ufuatiliaji katika upande wenu na miungano ya wafanyakazi unakuwa kwenye kiwango gani? Nilipotaja hapo mwanzo ni kwamba sisi kazi yetu tunaifanya kwa ushirikiano under the tripartite arrangement. Jambo lolote, and that's why sio vizuri kulaumu upande mmoja. Jambo lolote ambalo sisi utekeleza lazima tuwe tumeshirikiana na serikali, na tumeshirikiana
na wafanyikazi kupitia KOTU. Na hiyo ndio kwa sababu unaona tuna insist kwamba some of those ILO conventions, ILO convention zina exist ili tuweze kusawazisha mambo either hapa ama nje ya nchi. Sasa tunapotaja mambo ya kutekeleza, kila mtu ako na nafasi yake ya kutekeleza. Lakini sio kwamba sisi kama waajiri ndio tuko na ile nafasi kubwa, ndipo mambo yakienda mrama iwe ni sisi ndo but kila mtu ako na nafasi ya kutekeleza. Yeah. Nafikiri wafanyakazi wengi watakuwa wanasubiri kuona iwapo mikataba hiyo inafikia kilele na kuanza kuwa sheria na kutekelezwa, na kama ulivyosema nyinyi kama shirikisho la waajiri nchini tayari mnaunga mkono, kwa hivyo hatutarajii kwamba kutakuwa na mvutano katika utekelezaji wa mikataba hiyo. Asante sana Geoffrey kwa muda wako, kwa kujumuika nasi na pia kwa kutusaidia kuelewa mambo kadha wa kadha katika masuala ambayo yanaendelea kuibuka katika ulingo wa uajiri humu nchini. Nimshukuru sana Geoffrey Maumo ambaye ni meneja wa mawasiliano katika shirikisho la waajiri nchini Kenya, yani Federation of Kenya Employers. Asante sana kwa kuja tena. Asante sana. Na mtazamaji, nitakuwa napata pumziko fupi, lakini nitakaporejea nitakuwa naendelea kufuatilia taarifa zinazoendelea kugonga vichwa vya habari, tukiendelea kufuatilia taarifa ile ambapo mshukiwa amefikishwa mahakamani kule JKIA ambaye anahusishwa na mauaji ya mbunge wa Kasipul. Tupate kusikiliza yanayojiri huko, alafu tutakuwa tunapata kuingia madukani.